Angalia kwamba vikwazo vya aina mbili tuliona ni kukosa elimu, kama unakumbuka ndugu msikilizaji, na nikakupa maandiko mengi kidogo, lakini tukazungumza pale kwamba ni vizuri pia kuwa na elimu katika hilo eneo la kukosa elimu. Tukasema umuhimu wa elimu ni nini. Jambo la pili tukasema ni mapokeo mabaya na ufahamu kuhusiana na neno hili la utajiri. Lakini jambo la tatu ni kukaa chini ya kuhani au madhabahu ambayo imekataliwa. Unapokuwa na kuhani au madhabahu iliyokataliwa, inaweza ikakuzuia wewe kufikia kwenye hatima yako ya kufanikiwa. Kitabu cha Hosea sura ile ya 4 mstari wa 6b. Basi kabla ya kwenda mbele, tuliitie jina la Bwana. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu, mfalme mwema, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo umenipa tena kusimama mbele za watu wako. Naomba Roho wako Mtakatifu atandae na kuonekana kila mahali kwa ajili ya kutia maarifa na ufahamu kwa watu wako. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Basi tuanzie hapo kitabu cha Hosea sura ile ya 4 mstari wa 6. Hosea 4:6. Biblia inasema kwamba ngoja tufike kwa pamoja, na kama una mahali pa kuandika, msikilizaji wangu, basi ni vizuri na wewe sasa uandike, kwa sababu yatakusaidia kesho na kesho kutwa. Kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari ule wa 6, Biblia inasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kwa hiyo sababu ya tatu au kikwazo cha tatu cha mtu kuinuka au kufanikiwa, unapokuwa katikati ya kuhani au madhabahu ambayo imekataliwa na Mungu. Mtu anaweza akawa ni kuhani lakini amekataliwa na Mungu, kwa maana kwamba zile sifa za yeye kuwa kiongozi wa kiroho amezipoteza. Kwa hiyo sio rahisi wewe kuinuka ukiwa katika madhabahu ya aina hiyo. Ndio maana anasema, kwa kuwa umeyakataa maarifa, mimi nami ninakukataa wewe, au nitakukataa wewe usiwe kuhani wangu. Kwa hiyo kuna watu walishakataliwa, lakini bado kimsingi wanaendelea kuongoza. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo sio rahisi mtu kusonga mbele. Hebu tuangalie andiko jingine katika kitabu kile cha Ezekieli sura ile ya 34 mstari wa kwanza na ule hadi mstari ule wa 5. Inaeleza kwamba kunaweza kuwa kuna makuhani au viongozi wa kiroho, lakini waliokataliwa katika mambo ya imani. Kuna mtu mmoja akaniambia, mchungaji, mbona tunatoa sadaka, mbona tunatoa zaka, lakini mambo hayaeleweki? Sasa unisikilize vizuri, kwa sababu hii itakuja kukusaidia sana katika maisha yako. 34:1 Ezekieli 34:1 Ezekieli inasema, Ezekieli inasema kwamba neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli, toa unabii uambie, naam, hao wachungaji, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo? Mnawala walionona, mnajivika manyoya, mnawachinja walionona, walakini hamuwalishi. 4, wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenye maradhi.
wala hamkuwafunga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa, wala hamkuwatafuta waliopotea, bali kwa nguvu na kwa ukali mnawatawala. 5, nao wakatawanyika kwa sababu hapakuwa na mchungaji, wakawa chakula cha wanyama mwitu, wakatawanyika. Andiko hili linaonyesha wachungaji wanatofautiana, na katika kiwango cha kuongoza ni lazima tuwe na wachungaji ambao wanaweza kujali kondoo katika maisha yao na kupambana. Zamani wakati kanisa linaingia Tanzania, viongozi wa kiroho walikuwa wana nguvu sana za kupambana kwa ajili ya matatizo ya washirika. Mchungaji anaweza akaenda mlimani kuomba kwa ajili ya mshirika wake anayopitia maisha magumu na changamoto mbalimbali. Mambo ambayo leo yamekuwa tofauti kabisa. Mchungaji anaweza akasema tu, wewe endelea kusubiri, Mungu atafanya. Subiri kwa imani. Ngoja kwa imani. Lakini wakati huo wanaendelea kusisitiza kuleta matoleo na vitu vingine vije katika madhabahu zao. Sadaka iletwe. Sadaka iletwe. Lakini hawajali wachungaji, washirika wagonjwa hawajitoi kwao. Ni mchungaji gani ambaye leo hii anaweza akaenda mlimani akakaa siku 5, 6, 7 kwa ajili ya kumwombea mshirika mmoja tu afunguliwe? Wachache sana. Ni wachache sana. Kwa hiyo kwa mazingira hayo unaweza ukakaa katika madhabahu ya aina hiyo ambayo mchungaji wake alishakataliwa katika mambo ya imani. Ni mtu ambaye anaangalia matumbo yake na kujali vitu vyake vya kawaida. Kwa hiyo unapokuwa unamuona Mkristo wako amekaa labda miaka 3, 4, 5 habadiliki kiuchumi, changamoto mbalimbali, mchungaji na wa kweli ni lazima aweze kuchukua hatua ya kuingia mlimani na kuwaacha wale kondoo 99 na kumtafuta Mungu kwa ajili ya huyo kondoo mmoja aliyepotea. Na haya ninayofundisha sio kwa ajili ya washirika tu. Ninafundisha pia kwa ajili ya kuzungumza na viongozi wa kiroho kwamba tuna sababu sisi kama wachungaji kutumia muda wetu kumtafuta Mungu kwa ajili ya kondoo. Tusije tukakataliwa katika mambo ya imani. 4 na mwisho katika kipengele hiki cha vikwazo vya utajiri ni mashambulizi ya pepo wabaya, kwa maana ya wachawi, mizimu pamoja na zile roho za giza. Kitabu kile cha Ayubu, sasa nilisema jana tutapasoma vizuri hapa. Ayubu sura ile ya 1 na ule mstari wa 8. Ayubu sura ya 1 na mstari wa 8. Ayubu 1:8. Ayubu 1:8. Ayubu 1. Ayubu yuko wapi huyo Ayubu? Huyo hapa. Ayubu 1:8. Biblia inasema hii. Sasa tunaangalia ile sababu ya ngapi? Sababu ya 4. Sababu ya 4 ambayo inaweza kusababisha mtu asifanikiwe katika maisha au katika mambo ya mafanikio. 8 anasema, kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu, kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. 9 ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Kwa hiyo jambo la 4 linaloweza kusababisha umaskini ni hali ya mashambulizi ya nguvu za giza, mizimu, mashetani, mapepo, roho za chuma ulete zinaweza zikamshambulia mtu wa Mungu hata asiweze kufanikiwa. Ndio maana umesoma hili andiko linasema ya kwamba Shetani anamwambia Mungu ya kwamba wewe Ayubu, wewe Mungu umembarikia Ayubu, kazi zako umezibarikia, halafu umemzingira kwa ukigo, umemtengenezea uzio.
Kwa hiyo kwa nini shetani anasema Ayubu ametengenezewa uzio? Maana yake kuna siku alienda kumshambulia, halafu akakuta moto. Alienda kumshambulia akakuta miba inamzunguka. Kwa hiyo ni lazima kazi au maisha ya muamini au maisha ya mtu yawe protected by power, yawe protected kwa nguvu za Mungu, yalindwe. Kwa hiyo kama hauna ulinzi, iwe ndoa yako inaweza ikaharibiwa, wawe watoto. Mimi nililetewa watoto wawili ambao performance yao darasani ilikuwa imeshuka. Hao watu walikuwa wamekuja kutoka Dar es Salaam, walikuja likizo Mwanza. Kwa hiyo kipindi kile nikiwa nafanya mkutano pale kwenye shule ya msingi Buhongwa B, mama yao akawa amewaleta wale watoto. Baada ya kuwaombea na kuwarejesha katika nafasi yao, tayari walirudi tena kwenye performance nzuri ya darasani. Kilichowashusha wale watoto ni kitu gani? Kilichowafanya wale watoto waliokuwa wanakamata namba 1 mpaka 5, kati hapo walikuwa hawatoki hapo, sasa wanaenda namba 20. Ni nini? Maana yake kuna mikono ya pepo, kuna roho za kichawi, kuna roho za mizimu, zinaweza zikamwattack, zinaweza zikamshambulia binadamu na kumuondoa katika njia yake ikapinda. Ulikuwa na maisha yaliyonyooka, lakini maisha yako yakaharibiwa. Lakini pamoja na haya, Mungu huwa anafanya kazi kwa yote ili kutufikisha katika hatima iliyo njema. Kwa hiyo majeshi ya pepo wabaya, pepo wanaweza kumzuia mtu kuishi maisha ya mafanikio. Nililetewa dada mmoja ambaye alikuwa amemaliza masomo ya nursing na ameajiriwa, lakini huyu dada alikuwa na tatizo kwamba alikuwa akiajiriwa tu hawezi kumaliza hata mwezi. Ndani ya wiki mbili anafukuzwa kazi. Ndani ya wiki mbili anafukuzwa kazi. Alikuja ofisini kwangu akiwa amekata tamaa sana. Lakini baada ya kumuombea, kumbe huyu alikuwa amechukuliwa na nguvu za giza akafichwa. Lakini baada ya kumuombea akafunguliwa, na leo anaendelea na maisha mazuri. Amebarikiwa, ukimuona ni mtu mwenye uso wenye bashasha. Lakini pepo wachafu waliyakamata maisha yake, wakamweka kwenye kifungo, wakasema kwamba acha usome lakini hautakuja kuwa chochote. Kwa hiyo kuna watu walishaambiwa kabisa, wakawekewa mipaka, wakaambiwa wewe acha uolewe lakini hautakuja kuzaa. Hizo roho zimewekwa na watu wa aina hii. Changamoto hizi zinaweza zikatokea katika vizazi na katika koo. Umetokea kwenye ukoo wa watu ambao walikuwa wanajihusisha na mambo ya uganga. Umetokea kwenye ukoo ambao watu walikuwa wanajihusisha na mambo ya kichawi. Ulikuwa na wazazi ambao walifanya mambo mabovu mbele za Bwana. Kwa hiyo kizazi chao mpaka kizazi cha 4 huwa kiko kwenye changamoto ya kukutana na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kuna watu wanasoma, lakini kwenye ulimwengu wa roho wamewekewa alama kwamba huyu hata akisoma vipi hawezi kupata kazi. Kuna wengine waambiwa kwamba huyu hata kama akija kupata kazi hawezi kuwa chochote, hawezi kuwa lolote. Kuna wengine washaambiwa kwamba huyu hata kuja olewe, akiolewa hata zaa, akizaa watoto wake hawataishi. Haya mambo yapo. Kwa hiyo Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha. Yesu Kristo alipokuja duniani hakuja tu kutuchukua twende mbinguni tukanywe juisi huko. Yesu Kristo alipokuja duniani amekuja kuwapa raha binadamu. Ukimwamini Yesu, kusudi la Yesu la kuja duniani ni kuwapa raha binadamu. Unasema mchungaji, acha usiwafundishe watu kupata mafanikio, wafundishe waende mbinguni. Kwani aliyekwambia kwamba mbinguni tunakwenda kukaa milele ni nani? Mbinguni tukienda tunaenda kukaa miaka 7 tu. Halafu baada ya miaka 7 tunarudi hapa duniani. Tutakaa miaka 1000 tukiwa tunatawala pamoja na Kristo.
halafu baada ya utawala ule itakuja mbingu mpya na nchi mpya. Lakini mbinguni tunaenda kukaa siku chache, miaka 7 tu, basi tunarudi tena hapa duniani. Kwa hiyo ni muhimu wanadamu wapate raha hapa duniani, ni muhimu wanadamu wafurahi hapa duniani. Kwa sababu hiyo ndiyo maana Yesu Kristo alikuja duniani. Hajaja kutufanya ili tuondoke duniani, tuhame duniani tukafurahi mbinguni. Hapana. Ndiyo maana taifa la Israeli limesimama kama mfano. Kwa wanatheolojia watanikubalia kwamba taifa la Israeli ni mfano wa kanisa. Ni mfano wa kanisa, kwamba Israeli yupo kwa ajili ya kutangaza uweza wa Mungu. Alikuwa Misri, alipotoka Misri akaelekezwa kwenda Kanaani, na akaambiwa na kupeleka kwenye nchi ya maziwa na asali. Kwa hiyo mtu anapookoka anatoka Misri ambako ni kwenye maisha ya dhambi, halafu anakwenda kwenye wokovu ambapo ni kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo anapaswa apate maziwa na asali. Ulikuwa na migogoro, ulikuwa na matatizo ya familia, ulikuwa unafanya biashara ziendi, ulikuwa kwenu watu hawawezi kuishi miaka 50, wanakufa kati ya miaka 40 na 30 wanakufa. Zipo koo za aina hiyo. Unapoingia ndani ya Yesu Kristo anakutua hiyo mizigo, anakuhakikishia maisha marefu. Unaanza kuishi kwa ahadi za Bwana, maana Mungu anaziheshimu ahadi zake kuliko jina lake mwenyewe. Yeye mwenyewe anasema maisha ya wanadamu ni miaka 120, lakini Daudi anasema ni miaka 70 au 80. Sasa haiwezekani ukoo wako watu wao wanakufa kabla ya kufikisha miaka 40 au miaka 50. Kwa hiyo msikilizaji wangu, niko hapa kwa ajili ya kuongea kuhusiana na uweza na upendo wa Mungu, ya kwamba Mungu ametupenda upeo hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Tunapozungumza kupotea, hatumaanishi tu ile potea moja ya kwenda motoni, ila tunamaanisha kupotea hata katika njia za mafanikio. Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba mpaka apitie kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ninakuita kwa jina la Yesu. Ikiwa hujamwamini Yesu Kristo, huu ni wakati wako wa kumwamini Yesu. Kuna mtu mmoja akasema, nikimwamini Yesu nitakosa pesa. Ngoja nikwambie, mafanikio yaliyoko katika Kristo ni slow but sure, polepole lakini kwa uhakika. Yesu Kristo anakupenda msikilizaji wangu. Haijalishi kwamba wewe umeteseka kwa miaka mingapi, lakini leo ukimwamini Yesu Kristo, leo ukimkubali Yesu Kristo, kwa kumaanisha kuokoka na kugeuza njia, mimi nitakuonyesha njia ya kufanikiwa. Inawezekana umesoma lakini bado ajira inapiga chenga. Inawezekana umeolewa lakini haukai kwenye ndoa. Dada mmoja akaja akanieleza, mchungaji, nimesikia mafundisho yako. Bibi yangu aliachika na mama yangu na yeye hakukaa kwenye ndoa, na mimi niko kwenye ndoa lakini naona ndoa yangu ni kama inaenda kuvunjika. Mchungaji, ninafanya nini? Nataka nikwambie msikilizaji wangu, kuna roho zinafuatilia koo, kuna roho zinafuatilia familia. Usikae hivyo ukasema kwamba ni bahati mbaya. Hakuna kitu kinachokuja kwa bahati mbaya duniani. Kuna somo moja nitaanza kulifundisha mwezi wa 12, linaitwa ulimwengu wa roho, kwamba mambo yote unayoyaona duniani yanatengenezwa. Ukiona wewe mwenyewe unaishi, ulikuwepo kabla ya kuvaa mwili. Ukiona ajali, hiyo ajali ilitengenezwa kabla ya kutokea. Ukiona watu wanazaliwa, hao wanaozaliwa walikuwepo kabla hawajazaliwa. Ukiona mtu anaugua, analazwa, aliugua kabla ya kuugua. Nataka nikwambie, uko ulimwengu wa roho unaoweza kumminya mtu na unaweza kumfungulia mtu maisha. Na Biblia inasema ya kwamba basi sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane katika falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kanisa limepewa mamlaka ya kuwarithisha watu baraka. Kanisa limepewa mamlaka ya kuwaonyesha watu njia ya kweli. Na mimi ni mjumbe wa Agano Jipya ambaye Mungu amenipa uwezo nikufundishe na kukuonyesha ukweli. Yesu Kristo anakuita. Inawezekana umejaribu kuacha njia ya wokovu. Inawezekana hukujua kabisa habari za wokovu. Ila ulikuwa unajua dini ya bibi, dini ya babu, dini ya shangazi. Leo ninakuita katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu umfuate Yesu Kristo, umpe maisha yako awe Bwana na Mwokozi wako, ili mizimu isipate nafasi juu yako. Mizimu ni nini? Mizimu ni mashetani au roho zinazokaa kwenye ukoo zaidi ya miaka 400 mpaka 500.
Kwa hiyo mizimu ni mapepo wanaoujua ukoo ndani nje. Wanaweza kuigiza sauti ya binadamu na wanaweza kuwekti na kutokea kwamba unasikia kwamba kuna mtoto alililia jina la babu yake. Jua hiyo ni roho ya mizimu. Kwa hiyo mizimu ni roho zinazoweza kukaa kwenye ukoo. Zinafika mahali zinajipatia uhalali na kuonekana kwamba ni ndugu wa familia. Hiyo yote ni mizimu, kwa maana kwamba ni mashetani wanaofanya kazi kwa ajili ya kuwapeleka watu motoni. Kwa hiyo msikilizaji wangu, ninakuita Mungu ayabadilishe maisha yako. Jambo ambalo nataka nizungumze tena katika mstari wa 14 kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza. Hebu nisikilize vizuri, twende hapo mbele kidogo, halafu nitakuombea. Nambari ya simu ambayo unaweza ukanipigia ni 0656 19 23 77 kwa ajili ya maelekezo zaidi. Tutakuwa na kongamano kubwa sana. Kongamano hili la kuhitimisha somo langu la utajiri. Somo hili ni somo ambalo linakwenda kuyabadilisha maisha ya watu wengi, kwa sababu nimeona maisha ya watu wengi yakibadilishwa na Mungu. Somo hili linakwenda kuhitimishwa tarehe 1 mwezi wa 12, tarehe 2 na tarehe 3 tutakuwa na kongamano kubwa ambalo tutakwenda kuachilia roho ya utajiri, kwa sababu nilikwambia utajiri sio pesa. Ninakwambia utajiri ni roho, na mafanikio yanaletwa na roho. Kuna watu wamenyang'anywa roho ya ndoa wakawekewa roho ya kukataliwa. Kuna watu wamenyang'anywa roho ya mafanikio wakawekewa roho ya hasara. Mtu mmoja anapewa milioni 1 na wapili anapewa milioni 1. Baada ya mwezi mmoja unamkuta huyu mwenye milioni 1 wa kwanza amefikisha milioni 2, lakini huyu mwenye milioni 1 ya wapili tayari pesa yake imeshaisha, amebakiza 50,000. Tofauti ya watu hawa ni nini? Ni ile roho ya mafanikio ambayo iko juu ya kila mmoja. Kuna mwingine ana roho ya hasara, mwingine ana roho ya mafanikio. Sasa mimi Mungu amenipa uwezo wa kukupa neema, kwa sababu Biblia inasema basi sasa kwa njia ya kanisa, sio kwa njia ingine, ni kwa njia ya kanisa, uweza wa Mungu ulio